kama ishara ya Kristo kuwa mwanga kwa mataifa. Hii pia siku kama ya leo ambayo kwa kawaida tunajua ni tarehe 2, ni tarehe 2 ya mwezi huu, na sisi tumefanya leo tarehe 7 kwa sababu tu ya majukumu mbalimbali ambayo tulijipangia wenyewe, lakini tunaichukua kama ndio siku ile yenyewe. Ni siku ya watawa duniani. Somo la kwanza, somo la kitabu cha nabii Malaki. Tumesikia malalamiko ya nabii kwa makuhani na watu walioishi maisha ya dhambi kwa wakati huo. Nabii Malaki anasema ibada zao ni kama mlio wa madebe mbele ya Mungu, maana hazina uchaji tena. Hii ni kwa sababu makuhani waliendesha ibada kwa namna isiyo ya heshima, bila kufuata taratibu na sheria za Musa, na watu nao sababu ya uchoyo hawakuwa tayari kutengeneza hekalu na wahudumu wake kwa zaka na kwa sadaka. Hivyo Mungu anatangaza kwamba atamtuma mjumbe wake kumwandalia njia, kwani yeye mwenyewe ameamua kuja hekaluni mwake. Yeye mwenyewe, yaani Mungu mwenyewe sasa atakuja hekaluni. Atafanya hivyo katika nafsi ya Masia wake ajaye, na huo ndio utabiri wa nabii Malaki. Atawatakasa makuhani na wana wa Israeli kutoka katika dhambi zao na kuwafundisha kutolea dhabihu zenye mastahili machoni pa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, ibada na matoleo hayo ya dhabihu hayatafanyika tu Yerusalemu, na hayakuishia tu Yerusalemu, bali katika ulimwengu wote. Utabiri huu umetimia kama tunavyosali katika sala ya Ekaristi ya 3 tukisema, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Ndugu zangu, ujumbe wa nabii Malaki unakamilishwa kwa kutolewa kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu hekaluni. Na huyu ndiye Mungu mwenyewe, kama alivyosema nabii Malaki. Mungu anasema, mimi mwenyewe nitakuja, nitalijia hekalu lako. Kristo mwana wa Mungu anatolewa hekaluni. Mwinjili Luka katika injili yetu ya leo anasimulia jinsi mpango huu wa Mungu ulivyokamilika, na itakumbukwa kuwa kulikuwa na madhehebu ya aina 3 aliyofanyiwa mtoto wa kiume baada ya kuzaliwa kwake. Jambo la kwanza, baada ya siku 8 baada ya kuzaliwa mtoto wa kiume alitahiriwa na kupewa jina. Na jambo la pili, kadiri ya sheria ya Musa, mwanamke aliyejifungua hakuruhusiwa kuingia hekaluni kwa ibada wala kutoa sadaka kwa siku 40, ikiwa
ni mtoto wa kiume ni siku 40 na ikiwa ni mtoto wa kike siku 80, ikiwa ni mapokeo ambayo Waisraeli walikuwa wakiyafanya katika hekalu. Baada ya siku 40, ikiwa alizaliwa mtoto wa kiume, mama alilazimika kujionyesha na kujitambulisha hekaluni, kutolea dhabihu ya mwana kondoo wa mwaka mmoja, au kama hana uwezo sana, njiwa wawili, ili apate kutakaswa na kuruhusiwa sasa kuingia hekaluni kusali na kutolea sadaka mbele za Mungu. Na kwamba jambo la tatu ilikuwa ni kumkomboa mtoto, maana watoto wote wa kiume, watoto wote wa kwanza wa kiume walihesabiwa kuwa ni mali ya Mungu kwa ajili ya kumtumikia hekaluni mwake. Na kwa hiyo baada ya jambo hilo, hao watoto wa kiume ambao walitolewa wawe ni mali ya Mungu walipaswa kupelekwa hekaluni na kufanyiwa madhehebu ya kumkomboa na kulipa shekeli 5 ama sarafu ya fedha. Sheria hii ilikuwa ni ya kuwafanya Waisraeli kukumbuka kwamba walikuwa watumwa Misri na walikombolewa kutoka utumwani kwa malipo ya kifo cha wazaliwa wa kwanza wa Misri. Hivyo kila mzaliwa wa kwanza wa kiume katika taifa la Israeli aliwekwa kuwa mali ya Mungu, kuwa mali ya Bwana. Kwa kuwa Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa kiume, basi na yeye alistahili kufanyiwa madhehebu hayo, na ndiyo yale ambayo tumeyasikia katika Injili yetu ya leo. Ndugu zangu, siku ya 40 baada ya kuzaliwa kwake Yesu, Maria na Yosefu walienda hekaluni kadiri ya sheria hiyo ya Musa iliyowadai. Luka katika Injili yake anaunganisha madhehebu ya kutakaswa kwa mama na kukombolewa kwa mtoto, lakini bila kusema wazi wazi kuwa Yesu alifanyiwa madhehebu hayo. Mkazo wake uko katika kutakaswa, ambapo anatufundisha mambo makubwa mawili: kwamba kuwa familia ya Yesu, Maria na Yosefu, ilishika vema sheria za dini na kuwa ni familia maskini. Hawakuwa na uwezo mkubwa sana, ndio maana walitoa njiwa wawili. Na hii iko wazi, maana familia tajiri ilitakiwa kutoa kondoo kwa mwaka mmoja wakati wa madhehebu ya kutakaswa kwa mama aliyejifungua mtoto wa kiume wa kwanza, na familia maskini walipaswa kutoa sadaka ya njiwa wawili, na ndicho walichokitoa Maria na Yosefu. Hili lilikuwa tukio la kawaida la kila Mwisraeli. Kumbe machoni pa watu hakuna cha ajabu ambacho kingeweza kuwatofautisha Yesu, Maria na Yosefu kati ya familia nyingi zilizofika kwa lengo lile lile la kuwatolea watoto wao kwa Bwana. Lakini kadiri ya mpango wa Mungu, fumbo kubwa lilijidhihirisha na kupata ukamilifu wake Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tofauti na matoleo waliotoa wengine ni kuwa Yesu sasa sio kwamba anatolewa, anajitoa mwenyewe hekaluni, ingawa wazazi wake wamempeleka, kwa sababu yeye ni Mungu, na anajiachilia na kujiweka kikamilifu chini ya mamlaka ya Mungu ili kukamilisha mpango wa Mungu ambao kwa huo alichukuliwa mimba tumboni mwa mama Bikira Maria. Mpango huu ni ukombozi wa mwanadamu wa kujitoa yeye mwenyewe
mwenyewe sadaka na kuyatimiza mapenzi ya Mungu Baba. Dhabihu na matoleo hupendezwa nazo, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Ndipo nikasema, tazama, nimekuja niyafanye mapenzi yako, ee Mungu. Tunasoma hayo katika waraka kwa Waebrania sura ya 10 aya 5 hadi 7. Kumbe katika tukio hili Mwenyezi Mungu anakamilisha kile alichoahidi kwa kinywa cha nabii Malaki, kuwa atakuja yeye mwenyewe hekaluni katika nafsi ya mwanaye na kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu iliyo hai na takatifu na inayompendeza. Ni katika ujio wake atawatakasa makuhani na watu wote, tena atawafundisha namna iliyo bora ya kuadhimisha ibada katika hekalu la Mungu. Katika tukio hili Roho wa Mungu anawaongoza wazee Simeoni na Anna kumtambua Yesu kama Masia na mkombozi. Mzee Simeoni hakuwa kuhani, bali ni mzee mlei mcha Mungu aliyesali daima juu ya ujio wa Masia kuwakomboa Waisraeli. Kati ya familia nyingi zilizowaleta watoto wao hekaluni kuwatolea kwa Bwana, Simeoni akiongozwa na Roho wa Mungu aliweza kumtambua Yesu kuwa ndiye Masia wa Bwana aliyetabiriwa na aliyekuwa akiusubiri kwa hamu. Moyo wake ukajawa na furaha, akaimba wimbo wa kumsifu Mungu. Sasa Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa maana kwa macho yangu nimeona wokovu wako ulioweka machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu kwa watu wako Israeli. Injili ya Luka sura ya 2 aya 29 hadi 32. Mwinjili Luka anasema babaye na mamaye walikuwa wakiyastajabia hayo yaliyonenwa juu yake na mzee Simeoni. Akasisitiza mzee Simeoni, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka kwa wengi walio katika Israeli na kuwa ishara itakayonenewa. Kisha akamwambia Bikira Maria mamaye, nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yakafunuliwe mawazo ya mioyo mingi, akibashiri juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Mzee Simeoni anatufundisha kuwa faraja yetu ya uhakika ya kudumu isiyoweza kuibwa, mahali ambapo mchwa hawezi kuharibu wala nondo hawawezi kuiharibu, ni Yesu mwenyewe ambaye tunampokea katika neno lake, ambaye tunampokea katika sakramenti ya Ekaristi. Kama ni hivyo, ndugu zangu, adhimisho la misa yetu ya leo inadhihirisha kwamba sisi wenyewe kwa namna ya pekee, sisi tulio na maisha ya wakfu na sisi makuhani, tunapaswa kujipeleka kwa Kristo bila kujibakiza, hata katika Yesu, tukijua kwamba katika Yesu tunakutana na mateso. Hata kama tunakutana na mateso ya kuumizwa, hata kama tunakutana na madhulumu, hayo yalibashiriwa na mzee Simeoni anapomwambia Bikira Maria mamaye. Lakini tunajua kwamba hayo ni ya kupita. Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu, ambaye ametuita, ambaye
sisi tunamtumikia ameipitia njia hiyo, njia ya mateso, kifo na ufufuko. Lakini tunajua tunayo matumaini, na matumaini yetu ni kufika kwake, mahali pale mlima mtakatifu wa Bwana, hekalu lake takatifu, mahali ambapo tutakaa naye milele. Tukivumilia yote hayo katika wito wetu, faraja yetu ni kubwa mbinguni, kama ilivyokuwa kwa mama Bikira Maria aliyevumilia mateso mengi kama mzee Simeoni alivyotabiri. Kumbe basi, sikukuu hii yetu ya leo itukumbushe kuwa Kristo Yesu ni nuru, ni mwanga kwa kila mmoja wetu. Ndio maana tumeandamana tukiwa tumebeba mishumaa inayowaka. Hiyo ni Kristo mwenyewe aliye nuru yetu, Kristo mwenyewe aliye nuru ya ulimwengu. Na kwa hivyo mishumaa iwe ni ishara ya kutupa matumaini, iwe ni ishara ya ufuasi wetu na utumishi wetu na majitoleo yetu, tukimtazama Kristo aliye mwanga wa milele, ili tukaipate hiyo nuru na uzima wa milele katika ufalme wake. Imani yetu kwake ni kama taa ituongozayo katika njia ya uzima. Sikukuu hii itufundishe pia kujitoa na kujiachilia mikononi mwa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia watawa ambao wanajitoa wenyewe kwa mfano wa Kristo. Maisha yao, utume wao, ili wawe sadaka inayompendeza Mungu. Tunawashukuru watawa wetu kwa majitoleo hayo kwa Mungu na kwa kanisa. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili wazidi kujikabidhi kwake, na yeye aendelee kuwashika mkono katika maisha na katika utume wao kama watawa. Tuliombee kanisa ili lijaliwe watawa wengi wa kutosha wanaojitolea kwa ajili ya kutumikia, wanaojitolea kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa ajili ya uinjilishaji, na wale ambao kwa nafasi zao mbalimbali katika karama zao waweze kulitakatifuza kanisa na waweze kuendeleza utume katika kanisa letu, ili Kristo mwana wa Mungu azidi kung'ara katika ulimwengu wetu na giza